Umesikia mbiu, Yesu okoa, utangazeni kote, Yesu okoa, tiini amri hiyo, nchini baharini. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na Mahubiri TV, nikukaribishe kwenye kipindi chetu kizuri cha Na Tuombe. Na kwenye kipindi hiki tunakuwa na wasaa mzuri sana wa kujifunza neno la Mungu, kujifunza kwa kina. Na tumekuwa tukitazama kwa mfululizo sasa habari ya imani. Na tumeona ya kwamba imani ni kitu muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Imani ni kitu muhimu sana katika maisha ya kila siku. Imani ni muhimu sana katika maisha ya siku za mwisho. Tumeona ya kwamba haiwezekani kumpendeza Mungu pasipokuwa na imani. Imani ni kama sarafu ya kupokea au kununua vitu katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kila siku ya Jumatano muda kama huu tumekuwa tukiangalia mambo haya kwa kina ili kumwezesha kila mmoja wetu kujua anavyoweza kusimama mwenyewe bila kutegemea mtu, akimtegemea Mungu. Na ikiwa kuna mtu ambaye Mungu atamtumia kumsaidia huyu mtu mwingine, ijulikane ya kwamba ni Mungu anayetenda kupitia watu. Kwa hiyo yote utukufu unabaki kuwa wa Mungu, kwa kuwa ndiye atendaye kazi hizi zote. Siku ya leo ukumbuke kwamba tutakuwa na muda mzuri wa maombi, na maombi yako ambao unatuma kwa njia ya message tutayapokea na kuomba, lakini pia utatuma shuhuda. Na leo tutaangalia baadhi ya shuhuda ambazo watu wamezituma. Namba yetu ni 0755 932 na 283. Hii ndiyo namba ambayo unaweza ukatuma maombi, na unaweza ukatuma ushuhuda wako na tukausoma. Niweze kukumbushia hili kidogo tu kwa wale ambao wanafuatilia kwa njia ya television. Tunajua kwamba kuna watu wanafanya kazi nzuri sana ya kukata vipande vya video na kuposti katika chaneli zao au katika YouTube, popote pale. Hatukatai. Lakini ni vizuri kabisa kuweka namba hii ili watu waweze kuwasiliana na mtu sahihi. Maana namba yetu official ni hii na wala si vinginevyo. Tuombe kabla ya kuanza somo la siku hii ya leo. Baba yetu Mungu mtakatifu na kutukuza, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu utendaye maajabu. Na siku ya leo tena tunakuita ili uweze kuwa nami mzungumzaji ambaye wewe unazungumza ndani yangu na wale ambao wanasikiliza. Na ikajulikane ya kwamba ikiwa kuna neno la hekima litakalotoka ni lako. Wewe ndiwe utendaye kazi, sisi ni vyombo tu katika mikono yako. Tenda upendavyo, maana wewe ni Mungu. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Mpendwa mtazamaji, leo tuna somo linalosema vitu viwili tu utaona muujiza. Vitu viwili tu utaona muujiza. Kumbuka, tunawaelekeza watu katika Mungu atendaye. Tunakuelekeza wewe katika kile ambacho Mungu amekusudia kitumike ili kuweza kupokea baraka. Baba yako pale nyumbani anapoondoka na anakuachia maagizo. Na katika maagizo ambayo anakuachia kuna sehemu ambayo ameweka chakula chako. Wewe unatoka shule, baba amekuelekeza, mama amekuelekeza ya kwamba utakapofika chukua ufunguo ambao tumeuweka mahala fulani. Na kumbuka, nikiwa mdogo haya ndiyo maagizo ambayo nilikuwa napewa wakati nasoma. Baba, mama ameenda shamba na anakuambia kabisa, utakaporudi utanyanyua lile jiwe pale, utachukua ufunguo wa jikoni. Utafungua jikoni, utakuta chakula tumekifunika mahala fulani. Na unapoenda unakuta chakula kiko pale. Unapoenda kufunua lile jiwe, unafunua jiwe kwa mujibu wa maelekezo. Lakini unapoenda kufunua jiwe ambalo hukuelekezwa na ukakosa funguo, nani wa kulaumiwa? Ni mzazi wako au ni wewe? Wewe ndio wa kulaumiwa kwa sababu hukufuata maelekezo. Mambo yote ambayo Mungu ametuahidi ni ndio na amen. Lakini swali linakuja,
Wewe ambaye unasema sijaona majibu ya maombi yangu, sijaona matokeo, na wakati mwingine unajaribiwa kumlaumu Mungu, unakosea sana. Mungu hapaswi kulaumiwa. Sisi ndio wa kujilaumu wenyewe, sisi ndio wa kuwajibika. Tunapokubali kuwajibika, tutaona makosa yetu tulipokosea. Tunapotafuta kumtwisha Mungu mzigo, hatuwezi kuona makosa yetu. Niende zaidi ya hapo. Na hapa unaponitazama, nataka utulize akili yako ili uweze kuelewa kwa kina hiki ambacho nakwenda ukisema. Wakati fulani katika maisha yetu tunapoombea mambo na tusipoona matokeo, wakati tukiwa tumekata tamaa kwa sababu ya kukosa majibu tuliyotarajia, shetani anatambua hali yetu, na anapoitambua hii hali, anapenda kuja kukaa karibu na sisi na anatunong'oneza mambo. Na kati ya kitu ambacho anatunong'oneza ni kifuatacho: Mungu ameruhusu uteseke. Lengo la hii sentensi, hata kama ina ukweli nukta moja, hakawezi kufika 100, nukta moja, lengo lake ni kumlaumu Mungu. Sikiliza vizuri. Unapoona hujapata yale majibu, shetani akikuona umekata tamaa, anakuja kukuambia tena kitu kingine: Mungu hataki upate hiki. Kwa hiyo anakujengea chuki dhidi ya Mungu. Kitakachofuata, anakuonyesha wengine walioomba wakajibiwa. Kwa hiyo anazalisha roho ya wivu na kuona Mungu ana upendeleo. Hebu tafakari, unakosea wewe, umeona matokeo ya makosa yako, au vyovyote vile unaomba Mungu akutoe na unaona hakutoe, na unamlaumu Mungu kwa makosa yako na matokeo ambayo unavuna matunda yako mwenyewe, lakini unageuza kibao kwa Mungu na kuanza kumlaumu. Tuliza akili hapa uone ya kwamba shetani ametuchezea triki hapa, na tunaingia kwenye 12 mpaka maombi yetu yanaanza kuwa ni maombi ya lawama, maombi ya kulalamika. Na palipo na lawama, palipo na kulalamika, ni kwamba antena yako ya rohoni umeinyoosha zaidi kuelekea kwenye balaa na mikosi kuliko kuelekea kwenye baraka na furaha. Na nyamaza kidogo ili utafakari hiyo sentensi ikusaidie. Kwenye kitabu cha Yakobo sura ile ya 1 fungu la 6, Biblia inasema, ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Mada inayotajwa hapo juu ni kwamba kuna mtu ambaye anatakiwa aombe kitu. Mtu akipungukiwa na hekima na aombe, mtu akiwa na changamoto na aombe. Hapo juu katika hii sura ya 1 amekuelezea mtu ambaye ana changamoto aweze kuomba, aombe hekima, aombe. Lakini fungu la 6 anakupa sharti. Kwa hiyo sio kuomba tu. Kwa hiyo hata kama ukiona maandiko anasema kila aombaye hupokea, sio kila aombaye hupokea ukaichukua kama ilivyo. Ni kwamba kuna watu ambao wataomba na kupokea kwa kuwa wamejua kuomba kwa usahihi, na kuna watu wataomba hawatapokea kwa sababu hawaombi kwa usahihi. Ndio maana Mtume Yakobo anasema ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote. Kwa hiyo kuomba, ukisikia kila aombaye hupokea, kila aombaye hupata, lazima iambatane na kitu kingine. Ndio maana hata kwenye sheria za nchi unasikia anaelezea sheria namba fulani iko ABCD, anasema bila kuvunja kifungu ABCD. Kwa ukikimbilia ile sheria ukasema hii ndio unaenda nayo, kuna kipengele kimekuambia bila kuvunja kifungu fulani. Kwa inabidi uende ukakiangalia kile kifungu ili uweze kujua kinasemaje, ili uweze kubalansisha namna ya kuapply hii sheria. Kwa hiyo kwa habari ya sayansi ya maombi ni vivyo hivyo. Anasema sio kuomba tu, ila aombe kwa imani. Uhusiano kati ya imani na maombi hasa ni upi? Hebu tuangalie mfano huu, huenda utatusaidia kuweza kuelewa kile ambacho hivi vitu viwili vinaenda vizuri. Fikiria unaingia benki ukiwa na hundi yenye thamani ya mamilioni. Mhudumu wa benki anakagua sahihi yako, anathibitisha hundi hiyo ya kwamba iko sahihi, na kisha anahamisha pesa hizo kwenye akaunti yako. Huhitaji kuomba kwa machozi wala kuhoji kama pesa zipo. Unajua zipo na hundi ni halali.
Kwa hatarajii kukuona unaongea na mhudumu wa benki ukimbembeleza, tafadhali tafadhali tafadhali, kwa sababu unajua kabisa pesa zipo na hundi hii ni halali. Kwa hiyo unaenda kwa ujasiri ukikabidhi ile hundi, na anakagua ile sahihi yako, anakuta iko sawa. Kinachofuata ni nini? Ni kuhamisha fedha zako ziingie kwenye benki, kwenye akaunti yako. Kwa hiyo ni rahisi namna hiyo. Sasa ukishaelewa huu taratibu na huu mfano, unakusaidia kuona uhusiano mkubwa uliopo kati ya imani na maombi. Mungu atusaidie sana. Waumini wengi hupambana na maombi kwa sababu wanamkaribia Mungu kwa mashaka, wakitumaini labda ataitikia, badala ya kuomba kwa imani kwamba tayari ameshatoa kile wanachoomba. Maombi hayataki kupambana. Ndugu yangu, nataka hapa unisikilize vizuri iweze kuingia kwenye akili yako. Chochote tunachokiona tumejibiwa au chochote ambacho tunakihitaji, Kristo alishakikamilisha tayari pale msalabani. Chochote ambacho kilitekwa nyara na shetani akakichukua, kilichokuwa chetu kikachukuliwa, kikaenda upande wa shetani, Kristo alishakidai na kukimiliki alipofufuka kaburini. Kwa hiyo vyote ambavyo unafikiri ya kwamba unahitajika kupambana ili kuvipata, Kristo alishakupambania na kuvipata tayari. Kazi yako ni kubonyeza batoni sahihi na kupata. Mungu atusaidie sana. Sasa hapa ndipo ambapo inatakiwa uwe makini sana, kwa kuwa kuna watu wanaomba mpaka wanatoa jasho. Kuna watu wanapambana mpaka wanaomba kwa nguvu, wakidhani wanajibiwa kwa kutumia nguvu, wanadhani wanajibiwa kwa kubadilisha sauti, wanadhani wanajibiwa kwa kuwa na misamiati mingi, wanadhani wanajibiwa kwa kurukaruka. Lakini kuna watu wengine wamerelax na wanaona matokeo ya maombi kwa kuwa wanajua cha kufanya. Na hiki ndicho ambacho natamani kiingie kwenye akili yako vizuri sana. Rafiki yangu, usipambane. Kristo amekutendea kila kitu. Jua cha kufanya. Unajua, ukiangalia wanafunzi wa Yesu wale ambao tunawafahamu 12, nenda ukaangalia ufahamu aliokuwa nao Yohana, nenda ukaangalia ufahamu aliokuwa nao Petro kuhusu Yesu na upendo wake. Ni aina mbili tofauti za ufahamu. Nenda ukaangalie mishilio yao, iko tofauti kabisa. Yohana anakaribia miaka 100 ya umri. Ndio unamkuta katika nyaraka zake anazoandika yeye ni upendo, maana anamjua Mungu kama upendo. Mungu ni pendo, Mungu ni pendo, Mungu ni pendo. Unaona akiandika nyaraka zake, hata akiwaambia watu wapendane, anawaambia watu wapendane wakilinganisha jinsi walivyopendwa. Ndio maana hata anajiita yule mwanafunzi aliyependwa, kwa sababu yeye amejaa na upendo. Upendo ndio kitu kimejaa kwake. Hata umri wake unakuwa ni mrefu, maana hana msongo wa hofu. Hamuoni Mungu kama mbabe, anamuona Mungu kama dadi. Kwa hiyo hata mwili wake unazalisha homoni nzuri. Lakini kuna mtu mwingine, yeye Mungu ni kama hakimu. Hata akipitia changamoto anasema, naona sijibiwi kwa sababu naona na dhambi nyingi sana. Hata nyimbo anazoimba ni zile nyimbo za dhambi zangu ni nyingi ni kama mchanga, lakini haoni sehemu inayofuata kwamba lakini damu yake Yesu yatosha. Kwani umeahidi zijapo nyekundu zitakuwa nyeupe kuliko theluji. Yeye anabaki na hili ni nyingi kama mchanga. Angalia wao wanafunzi wa Yesu, kuwasoma vizuri utaona jinsi walivyo na mitazamo tofauti. Na ndivyo Wakristo wengi tulivyo leo. Usije ukasema kwamba haendi mbinguni. Unaenda mbinguni, lakini kuna mtu anafurahia mbingu duniani. Mungu atusaidie hapa tuweze kulibeba hili. Angalia, kuna kitabu kinaitwa Prayer, ukurasa wa 55, paragrafu ya pili, kimeandikwa na Ellen White. Kinasema hivi, ile paragrafu ya pili anasema, the humble intelligent prayer of faith that comes from unfeigned lips is whole accepted to God. It is the heartfelt prayer that is heard in heaven and rewarded by an answer on earth. Kuna vitu muhimu hapa nataka uvibebe vikusaidia katika huyu mwandishi alivyoweka hivi vitu vizito kabisa. The humble, intelligent prayer of faith that comes from unfeigned lips is whole acceptable to God.
It is the heartfelt prayer that is heard in heaven and rewarded by an answer on earth. Hebu tuangalie kwa lugha yetu ya Kiswahili. Maombi ya imani iliyo na unyenyekevu na yenye maarifa. Hiyo sentensi ya kwanza, relax, usikimbie, tuweze kuidadavua vizuri, tuweze kuielewa. Maombi ya imani, imani iliyo ya unyenyekevu, sio kiburi. Maana kuna mtu imani inamfanya pia awe na kiburi na kujiona yuko top. Ni maombi ya imani iliyo ya unyenyekevu na yenye maarifa. Unaona hii combination jinsi ilivyo. Kwa kuna mtu ambaye ana maombi ya imani, ana unyenyekevu, lakini anakosa maarifa. Kwa akikosa maarifa tena amechemka. Maarifa yapi tunayoongelea hapa? Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli, wa pekee, na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo kumbe unaweza ukadhani ya kwamba una maarifa, lakini huna maarifa kumjua Mungu. Hapa unapomjua Mungu, hata staili yako ya maombi inabadilika kwa vile umemjua Mungu. Kujua kwamba Mungu yupo na kumjua Mungu ni vitu viwili tofauti, usivichanganye kwenye kapu moja. Unaweza ukajua Mungu yupo lakini usimjue Mungu. Kitendo cha kumjua Mungu jinsi alivyo kinakusaidia sana wewe kujua namna unavyomapproach, namna unavyomfikia. Siku moja nilikuwa na mtu mmoja ambaye amekuwa akinifuatilia sana kwa njia ya YouTube kwa miaka mingi. Amekuwa na changamoto za msongo ambazo anazipitia. Siku moja basi akaja, tukawa tunaongea naye ofisini. Wakati tunaongea, kuna maneno haya aliongea ambayo nilifurahia mimi mwenyewe moyoni, nikasema huyu anaelewa. Akasema, mchungaji, nimekufuatilia kwa miaka mingi YouTube, na hii inanifanya leo nikuambie uhalisia wa kile ambacho nimekipitia ili ujue unanisaidiaje. Maana ninajua wewe huwezi kunijaji. Kwa hiyo hata kama na madudu kiasi gani ambayo nimefanya, nimetambua, nimekufuatilia vizuri. Huna habari na kujaji mtu kwa matendo yake aliyofanya huko nyuma. Target yako ni kusaidia. Kwa hiyo nitakwambia yote ili ni ya offload, ni yatoe moyoni, yatoke yote matakataka ambayo nimewahi kufanya, ambayo mtu mwingine siwezi kumwambia, maana anaweza kunishangaa. Anaweza kuniona hii umefanya kama hilo, lakini najua kwako hutanishangaa. Akaanza kutiririka. Namshukuru Mungu, baada ya lisali zima la kusimulia alitoka yani ametoka ofisini ubongo wake ukiwa umerelax na tabasamu, kwa kuwa ame offload mzigo. Lakini kama angekuwa nakaa na mtu ambaye anajua nikimsimulia kwamba nimewahi kuvuta labda banki na kuuza, huyu mtu atanihukumu namna gani? Nikimsimulia matendo machafu na madudu niliyofanya atanionaje? Lakini alivyokuwa na imani ya kwamba aliyeko mbele yangu sio judgmental, hawezi kunijaji, yuko tayari kunisaidia, ndio maana akaufungua moyo wake. Nataka nikwambie, ukimjua Mungu jinsi alivyo, ukiwa na hii kitu ambacho kimeitwa ufahamu, maarifa, intelligence ya kumjua Mungu, hata staili yako ya kuomba inabadilika. Turudi kwenye dondoo yetu tena hapo kwenye slide yako, kwa ambao unaangalia kwenye television. Maombi ya imani iliyo ya unyenyekevu na yenye maarifa. Maarifa, kujua namna ya kuomba, kujua Mungu alivyo. Anasema inayotoka kwenye midomo isiyo na unafiki. Hili nimelisema sana, unapoomba kuwa mkweli mbele za Mungu. Maanisha unachokiomba yanapokelewa kikamilifu na Mungu. Kwa hiyo ili yapokelewe kikamilifu na Mungu, yawe ni maombi ya imani iliyo na unyenyekevu, yenye maarifa, yanayotoka kwenye midomo isiyo na unafiki, ambayo unamwambia Mungu ukweli na hicho unachomwambia unamaanisha. Yanapokelewa kikamilifu na Mungu. Anasema ni sala inayotoka moyoni, ndiyo inayosikiwa mbinguni na kujibiwa kwa matokeo yake hapa duniani. Sala iliyotoka moyoni. Mungu anasema watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Ndipo utagundua Mungu anachotafuta moyo. Moyo unamaanisha nini? Ellen White ametumia neno zuri sana ambalo nimelipenda sana. Anasema it is the heartfelt prayer. Nimekosa msamiati mzuri wa Kiswahili, ila tu nimesema yanayotoka moyoni. Lakini heartfelt prayer ni zaidi ya maombi yanayotoka moyoni. You feel it. Yani unasikia mpaka ndani. Hisia za moyoni ni tofauti na hisia za akilini. Najua sayansi zamani ilituambia kwamba Biblia inapoongelea moyo na ubongo ni kitu kimoja, lakini hapana. Research za kuanzia miaka ya 2000 kuja huku zimethibitisha ni kana kwamba moyo una brain yake yenyewe. Moyo unatuma frequency kwenda kwenye brain. Wakati tulikuwa tunajua tu ni kwamba brain ndio inayo control moyo, lakini kila wakichunguza wamegundua kuna kitu cha tofauti hapa.
mpaka wakati fulani walipofanya kitu ambacho wanakiita heart transplant, walipohamisha moyo wa mtu mwingine kupeleka kwa mtu mwingine. Katika vitu ambavyo walishangaa wanasayansi hawa ni kwamba huyu mtu aliyepewa moyo mpya kutoka kwa mwingine, wakati ameshapona yuko vizuri, kati ya vitu ambavyo walishangaa ni kwamba alipenda vyakula ambavyo marehemu alipenda. Nataka tu uelewe kwamba unapoingia kwenye maombi usiombe kwa mdomo. Unaweza ukaomba ukitamka maneno mazuri, lakini ndani ya moyo wako una feel tofauti, umeharibu maombi. Lakini kama unachokifeel kama ni furaha ya majibu ya maombi, unatamka mdomoni na ndio unaisikia kwenye moyo wako. Sikia anachokisema Ellen White, it is the heartfelt prayer that is heard in heaven and rewarded by an answer on earth. Ni sala inayotoka moyoni ndiyo inayosikiwa mbinguni na kujibiwa kwa matokeo yake hapa duniani. Mnaofuatilia mnakumbuka niliwapa story ya Dr. Greg Braden. Alipokuwa na bwana mmoja ambaye alikuwa anaomba ili mvua inyeshe. Na walipokuwa wanaomba pale mvua, yule bwana akaondoka pale, wakashuka, na kweli baada ya muda mvua ilinyesha. Lakini wakiwa mlimani, Dr. Greg akamuuliza yule bwana anayeomba. Akamwambia, umemaliza kuomba? Akasema ndio. Mbona sijakusikia? Yule bwana akamjibu akamwambia, maombi yenye nguvu hayasikiwi, yanatoka moyoni. Ndio hiki tunachokiona hapa. Hii kitabu ninachokusomea kimeandikwa miaka mingi. Nadhani ni miaka 1800 na. Hebu tuendelee tuone kitu cha msingi hapa. Yesu alifundisha kwenye kitabu cha Marko sura 11 fungu la 24. Anasema, kwa hiyo nawaambia, chochote muombacho katika sala, aminini ya kwamba mmepokea, nanyi mtapata. Wewe ambaye tumekuwa wote katika vipindi hivi, unanielewa kuliko mtu ambaye ndio anaanza leo. Nilifafanua vizuri hii Yesu alipokuwa anaongea mambo. Anasema, yoyote ambayo aminini ya kwamba wakati uliopita, nanyi mta. Kwa hiyo ili kuvuta future ni lazima tuione. Ili kuvuta kilichoko mbele lazima tukione kwamba kiko kwenye wakati uliopita tayari. Narudia tena, ili kupata majibu ya maombi yako ni lazima, ambayo yako mbele, ni lazima uyaone maombi yako kwa imani yakiwa yamejibiwa, ndipo yatakuwa yako. Ona formula ya maombi ilivyo. Kilichoko mbele tunakiona past, kwamba kilishatokea tayari, ndipo tunakivuta kinakuwa hapa. Ona formula ya kidunia ilivyo tofauti. Ya kidunia inasema kilichoko mbele kione kule mbele, ukivute kije hapa, ndipo kinakuwa chako. Formula rohoni inasema hapana, kilichoko mbele kione kikiwa kimeshatokea kwenye past, ndipo kinakuwa chako. Mambo ya duniani na ya rohoni tofauti. Mungu atusaidie tuweze kulimeza hili vizuri. Kwa hiyo nawaambia, ni chochote muombacho katika sala, aminini ya kwamba mmepokea, nanyi mtapata. Simple. Hii inamaanisha kuwa maombi ya imani hayalazimishi majibu, bali hupokea. Maana kile unachokitaka nimekuambia kilishatokea. Kama ni uponyaji, ulishatokea tayari. Kama ni baraka ya uchumi, inaexist tayari. Yaani kuna chumba, naongea kwa jinsi ya kibinadamu, kuna chumba cha majibu ya maombi yako yote. Hakuna kitu kinachokupata kwa surprise mbele za Mungu. Mungu anajua kila kitu na amekuandalia majibu ya kila kitu katika maisha yako. Sio kumshawishi Mungu atende, hapana, bali ni kuweka maombi yako sambamba na kile ambacho tayari Mungu amekiweka wazi kwa ajili yako. Kwenye kitabu kinaitwa Education, ukurasa wa 257, paragrafu ile ya kwanza, kuna maneno yafuatayo: maombi na imani vina uhusiano wa karibu na vinahitaji kuchunguzwa pamoja au kujifunzwa pamoja. Katika sala ya imani kuna sayansi ya kimungu. Sayansi ya kimungu ni sayansi ambayo kila mtu anayependa maisha yake yawe na mafanikio lazima aielewe. Natamani hili somo ukilisikiliza ukimaliza,
Lirudie tena, ulisikilize tena. Narudia tena hii dondoo. Hii quotation ina nguvu kweli kweli, na itakuamsha usingizini na itakuonyesha mambo makubwa sana. Ni kitabu kinaitwa Education, ukurasa wa 257, paragrafu ya kwanza. Maombi na imani vina uhusiano wa karibu na vinahitaji kuchunguzwa pamoja au kusomwa pamoja. Usije ukasoma kimoja ukaacha kingine. Katika sala ya imani kuna sayansi ya kimungu. Ni sayansi ambayo kila mtu anayependa maisha yake yawe na mafanikio lazima aielewe. Lazima aielewe, hakuna option. Kwa kuna watu wamechunguza upande mmoja, hawajachunguza upande wa pili. Wamekazana na maombi lakini hawajajua imani, na wengine wamekazana na imani lakini hawajajua maombi. Hivi vitu lazima viende sambamba, na tunapoongelea hoja hivi vitu kwamba viende sambamba, yeyote atakayevielewa hivi ataona matokeo katika maisha yake. Ndugu zangu, ninawaambia, ninapokea shuhuda za ajabu. Tena ngoja katikati tu ya hili somo niweze kukusomea ushuhuda mmoja hapa, uweze kuona kile ambacho watu wanafaidika kupitia vipindi hivi. Watu wanaona maajabu kupitia vipindi hivi. Hii ni message ambayo ilitumwa Januari 29. Sikuisoma kwa wakati, ndipo naiona sasa. Nasema, katika siku 10 za maombi, mama yangu mzazi alipona maumivu yaliyomtesa muda mrefu. Kabla ya hapo alikuwa akitumia dawa nyingi za hospitali bila mafanikio, lakini kwa maombi amepona. Na pia kipindi Mbezi Beach nilipona madonda ya tumbo, ila mimi sasa hivi nakuwa na ndoto za kweli. Hii ina maana gani? Hili ni swali lake ambalo sikumjibu, maana ndio message nimeona leo wakati natafuta shuhuda. Lakini sikia anachokisema. Siku 10 za maombi wale waliokuwepo waliona, na Mbezi Beach wengine wa vipindi viko, mtaweza mkafuatilia mkaviona. Anasema cha kwanza, mama yake alipona ugonjwa wa maumivu ambayo kila wakati alikuwa anatumia dawa, na zingine hata hospitali zilikuwa zimeshindikana. Hizi dawa za hospitali namaanisha. Yeye mwenyewe akapona vidonda vya tumbo. Kwa nini vitu vinatokea? Ni kwamba straight mtu anaamini. Hata hivi ninavyoongea hapa, unanitazama kwa njia ya television, unanitazama kwa njia ya YouTube, ukiamini kabisa hivi tunavyoongea, ukisikiliza hili neno, kuna mtu maumivu yanaondoka sasa, kuna mtu anapokea uponyaji sasa, kuna mtu anapokea muujiza wake hivi tunavyoongea sasa hivi hapa. Na ikikutokea, tuma ujumbe wako hapa, tuma tu hapo kwenye chatting room yetu, tuma tu hapo comment kwenye video, hata baada, tuma tu hapo. Sikiliza vizuri, sikiliza. Imani ni daraja linaloleta ahadi za Mungu kuwa uhalisia. Bila imani, maombi yanabaki kuwa maneno matupu. Lakini tunapoamini, maombi yetu yanakuwa na nguvu ya kuhamisha mbingu na dunia. Ametumia hii sentence, sio kama ni kuhamisha vile pop, lakini kuhamisha milima, ni kuhamisha mambo makubwa ambayo hatukuyatarajia kama yangetokea. Hebu tuangalie kidogo jinsi imani na maombi hufanya kazi pamoja. Tulitazame hili. Imani na maombi hufanya kazi pamoja. Sikia. Imani na maombi vinakwenda sambamba. Kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 5 fungu la 15, Biblia inasema, na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua. Hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Lakini angalia hapo juu, tunaona hizi faida huku chini zote zimetajwa na kule kuomba kwa imani. Kwa hizi faida zote unazoona, kutamuokoa mgonjwa yule, mgonjwa anapona, na mgonjwa anainuka, na akiwa amefanya dhambi anasamehewa, chanzo chake ni pale juu, na kule kuomba kwa imani. Sura ya 5 ya kitabu cha Yakobo kinaongelea habari ya huduma maalum ambayo inafanywa kupaka mafuta ya wagonjwa, na habari ya kuomba, waite wazee wampake mafuta kwa jina la Bwana. Mafuta ni simbo ya uwepo wa Mungu, ni ishara ya uwepo wa Mungu, ni ishara ya Roho Mtakatifu, ni ishara ya kukabidhi kitu kwa Mungu, ni ishara. Lakini anasema hata kama mtu amepakwa mafuta kama tulivyosoma hapa, lakini kama haijaenda kwa imani, hakuna matokeo. Ndipo anasema na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa, na Bwana atamuinua. Hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Ni nguvu ya ajabu sana. Yaani maombi ya watu wengine wanaoomba kwa imani yanamuokoa mgonjwa, na hata akiwa amefanya dhambi anasamehewa.
Huwa watu wanafikiri kwamba hapa anaongelea dhambi ile, kusamehewa dhambi. Maana yake ni kwamba kuna magonjwa mengine ni matokeo ya kuvunja sheria za asili. Nimefundisha sana hilo somo, sina haja ya kurudia. Kwa hiyo nakwambia, ikiwa ugonjwa aliopata ni matokeo ya kuvunja sheria za asili, alipata akipigwa kutokana na mbegu alizopanda kwa watu, dhuluma, kuua wengine, vitu kama hivyo, ni matokeo. Anasema muombaji akiomba kwa imani, mgonjwa atainuka na ile dhambi inafutwa. Uone nguvu ya imani ilivyo kubwa hapa. Imani na maombi ni kama mabawa mawili ya ndege. Hakuna linaloweza kufanya kazi bila jingine. Maombi bila imani hayana nguvu, kama vile imani bila maombi haina uhai. Somo lililopita, ikiwa hukuliona, utalifuatilia. Kwa hiyo unapoona ndege ina mabawa mawili, moja liite imani, lingine liite maombi. Asa tafuta hiyo ndege iruke na bawa moja. Haiwezekani. Kwa lazima viende sambamba. Kwenye kitabu ambacho nimekinukuu sana, kinaitwa Prayer, ukurasa wa 57, paragrafu ya kwanza, anasema hivi: prayer and faith are closely allied and they need to be studied together. Kama nilivyosoma pale juu, in the prayer of faith there is a divine science. It is a science that everyone who would make his life work a success must understand. Nilisoma mwanzoni, maombi na imani vina uhusiano wa karibu na vinapaswa kujifunzwa pamoja. Katika sala ya imani kuna sayansi ya kimungu. Ni sayansi ambayo kila mtu anayependa maisha yake yawe na mafanikio lazima aielewe. Nataka nikuambie hili, ndugu yangu unayenitazama, dada yangu unayenitazama, imani na maombi vinalipa. Imani na maombi vinalipa. Huo ndio ukweli wenyewe. Hebu angalia maswali yafuatayo haya, ambayo nakuuliza tu kidogo ili uweze kuamsha uelewa wako. Je, umewahi kujiuliza ni kwa nini watu wengine wanaomba na kuona majibu mara moja, huku wengine wakiomba kwa miaka bila kuona mabadiliko? Umewahi kujiuliza kwa nini? Nimekazia hili ya kwamba haina maana Mungu ana upendeleo. Hata makanisani kwetu tunaona haya mambo. Mungu hana upendeleo. Siri iko wapi? Moja ya sababu kubwa ipo kwenye imani, na wala sio kitu kingine. Angalia kitabu cha Mathayo sura 21 fungu la 22, kile ambacho Biblia inasema: na mkiwa na imani, chochote mtakachoomba kwa sala mtapata. Nasoma Kiswahili cha kisasa. Na mkiwa na imani. Bado nakazia hili. Angalia, chochote mtakachoomba kwa sala mtapata inakuja baada ya neno imani. Siku zote imani ndiye anayetangulia vyote. Imani asipotangulia wengine hawaji. Lakini pia nakwambia sio hivyo tu, imani anatangulia, ana pacha wake. Pacha wake anaitwa maombi. Ndio maana anasema, nirudie tena ile sentensi pa. Anasema mkiwa na imani, chochote mtakachoomba kwa sala mtapata. Angalia wao wawili wametangulia, imani alafu na maombi, ndipo utaona mtapata. Matokeo ndio yanakuja baada ya hapo. Maombi yenye imani hayategemei bahati. Yanadai kile ambacho Mungu amekwisha kuweka wazi kupitia neno lake. Kama ingekuwa unaandika hii sentensi, ningekwambia pigia mstari hii. Na kwa vile unaangalia kwenye slide, mwingine unasikiza kwenye redio, unaweza ukachukua kama ilivyo. Maombi yenye imani vimeenda pamoja hapo. Hayategemei bahati. Yanadai kile ambacho Mungu amekwisha kuweka wazi kupitia neno lake. Ndiyo maana inatakiwa kujilisha neno ili ujue Mungu amekuwekea nini. Nimekupa mfano, mimi nikiwa mdogo, wakati natoka shule, ninaenda, mama ananipa maelekezo kabisa, utakaporudi saa fulani, utakuta funguo chini ya jiwe fulani. Na ukichukua hilo, ukinyanyua hilo jiwe, utapata ufunguo.
huu ni ufunguo wa jikoni. Ukifungua hapo utakuta chakula kiko hapo. Kwa hiyo ninachofanya ni nini? Ni kutekeleza, kwa kuwa tayari najua kile ambacho mama ameniambia nitakikuta. Hata hivi ninavyoongea nakumbuka mpaka lile jiwe ambalo mama alikuwa anawekaga funguo. Sikia nikwambie, kwa nini nilisukumwa kuandika kile kitabu cha ahadi za Mungu kwangu na namna ya kuzipata? Ni kwa sababu utakapokuwa umezijua zile, na kurahisishia tu pale nimenukuu Biblia. Kazi yangu ilikuwa kunukuu Biblia na kusaidia kuziweka vizuri na kusaidia kuelewa, ili ujue hapa nadai hiki, nadai hiki. Nikidai uponyaji iko hapa ni. Kwa hiyo Mungu hawezi kujibu tofauti na kile ambacho amekuahidi. Huwezi kuniambia kwamba yeye amekuahidi ukifungua jikoni utakuta chakula, alafu ukifungua jikoni ukute mbwa. Yesu amelikataa hili kabisa wakati wanafunzi wake anaongea nao na Mafarisayo, maana walimnukuu Mungu vibaya, walimwelewa Mungu vibaya. Ndipo Yesu akauliza, au ni yupi kati yenu ambaye mtoto wake akimuomba mkate atampa jiwe, au akimuomba samaki atampa nyoka? Anawambia, ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapatia vipawa vyema au zawadi nzuri watoto wenu, je, Baba yenu wa mbinguni si zaidi? Huwezi kuniambia ya kwamba Mungu anafurahia wewe ukiteseka. Anayefurahia ukiteseka ni Shetani. Na lazima ujue ni kipi chakula cha Shetani, kipi kinampa harufu nzuri Shetani. Shetani anakula mateso. Yaani sisi tukiwa kwenye mateso, yeye ndio chakula chake. Sisi tukigombana, yeye ndiye furaha yake. Kwenye ndoa yenu mkipambana, yeye ndiye marashi yake. Watoto wakibakwa, yeye ndiyo furaha yake. Dunia ikiwa kwenye uchungu kwa sababu ya vita, ndiyo furaha yake. Siku tukijua wote haya, tukamnyima chakula, anadhoofika. Tupendane bila kubaguana, kwa kuangalia makabila yetu, kwa kuangalia elimu zetu, kwa kuangalia dini zetu, kwa kuangalia madhehebu yetu. Wote tupendane, haijalishi tumetofautiana kimadhehebu, kidini, tukapendana kwa pamoja, wote tukapendana. Ukimwona yule, mumwona ndugu yako, mnafurahia, mnacheka, hapo mmemdhoofisha Shetani, hana chakula. Lakini mkianza kupambana, mmemlisha. Mkigongana kwenye ndoa zenu, kazi ni kupambana kwenye ndoa zenu, mmemlisha. Ndugu na ndugu wanagombana, mmemlisha. Pale kazini ni ugomvi, hakuna anayependana, ni majungu, mnamlisha Shetani. Kwa hiyo chagueni, mnamlisha nani? Mkitaka mumdhoofishe, pendaneni, acheni kubaguana. Mkishaanza kupendana katika stahili, tukubali tumeumbwa kwa tofauti. Nataka nikwambie, hakuna siku hata moja dunia yote watakuwa Wakatoliki, watakuwa Waluteri. Najua ndio mpango wa New World Order. Wanatamani dunia yote iwe na dini moja, sio mpango wa kimungu. Katika tofauti zetu kuna kupeana challenge na kukosoana. Tuembrace tofauti zetu ili tusaidiane kujifunza na kujua ukweli. Mungu atusaidie hapa. Tofauti zetu ziwepo, kwa sababu kwa mfano hata ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato, wote tunaitwa wa Sabato, lakini tuna tofauti zetu katika misimamo. Kuna wanaokula nyama, kuna ambao hawali nyama, lakini wote ni Waadventista wa Sabato. Sasa mchungaji, unamaanisha nini? Ninachomaanisha, lebo za madhehebu zisiwe hoja. Hoja iwe kusimama katika neno la Mungu. Unapoingia kwenye kanisa lako, wapi umeungwa mkono kwenye Biblia kwamba uingie kanisani hapo? Unachokitenda kinaungwa mkono na Biblia wapi? Ukisimamia kwenye neno, hizi lebo hazina kazi. Mungu ndiye wa kwanza, mengine baadaye. Tunapoendelea kusigana, kugombana kabisa, tunamlisha Shetani. Yesu anasema mpendane kama nilivyowapenda. Yesu anasema watu watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu mkipendana. Hapa ndipo tunapo miss. Mungu atusaidie sana. Neno la Mungu. Pastor, sijakuelewa. Nasema hivi, haijalishi jina la dhehebu lako. Mimi ninachokuuliza, unachokiamini kimeandikwa wapi? Ukiona Biblia inagoma, huo ndio mgogoro. Issue sio jina. Mungu atusaidie sana. Kule makazini, maugomvi, unakuta watu wanagombana, wivu. Palipo na wivu, palipo na magombano, palipo na chuki, mmempikia Shetani chakula, anakula. We mchungaji, Shetani ni roho.
Kwa hiyo hali chakula. Na mimi ninapoongelea amempikia chakula, simaanishi chakula cha kimwili, namaanisha cha kiroho. Na yeye kuna energy anavuna katika mambo hayo. Mungu atusaidie sana. Turudi katika maombi yetu. Maombi ya imani. Maombi ya imani. Sikia. Maombi yenye imani hayategemei bahati. Yanadai kile ambacho Mungu amekwisha kuweka wazi kupitia neno lake. Kwa usoma neno. Tunapoomba kwa uhakika, maombi yetu yanakuwa sauti inayokubaliana na mapenzi ya Mungu na hivyo kuamsha ahadi zake. Kwa hiyo tunapoomba maombi ya uhakika, yaani unapoomba, unaomba ukiwa na uhakika au unakuwa na mashaka? Ndugu zangu, hata hiki tunachoomba saa nyingine hatukulazimishi, bali mapenzi yako yatimie. Ukiangalia hiyo sentensi ina mashaka ndani yake, inatumia hilo andiko kuhalalisha mashaka. Tutaona hapo mbele baadaye, tutaona vizuri. Kitabu kinaitwa The Ministry of Healing, ukurasa wa 509, paragraph ya 3. Sikia sentensi hii. Maombi na imani vitatenda kile ambacho hakuna uwezo wa duniani unaweza kufanya. Hakuna. Ngojeni niwaambieni kitu. Kwa neema ya Mungu kuna siku nitakifanya, na kiongea hivi ili wengine muendelee kuniombea nikitekeleza. Kuna kitu nakiita united prayer, yani maombi ya muunganiko. Kwenye kile kitabu changu cha siri ya maombi yaliyojibiwa nimeelezea pale. Ikatokea tukaungana watu 10, 20, 100, 1000, tukaombea kitu kimoja kwa umoja bila kuwa na akili zilizogawanyika, tunaweza kubadilisha mpaka hali ya hewa. Mvua ikaja hata msimu wa mwezi wa 9. Maombi ya imani yanaweza kufanya kitu ambacho hapa duniani hakuna nguvu inayoweza kufanya. Kumbuka, mabawa mawili, moja linaitwa imani, moja linaitwa maombi. Waumini wengi huomba kwa mtazamo wa mashaka au matumaini ya mbali, kana kwamba wanamtaka Mungu atende jambo kama akiweza au akiwa tayari. Maombi yao yanaonekana kama majaribio ya kubahatisha badala ya kuwa matamko ya imani. Hiyo slide sijui kama unaiona vizuri, unaangalia kwa njia ya television. Namsomea anayesikiliza kwa njia ya redio, ila wewe isome vizuri hapo. Nairudia tena. Waumini wengi huomba kwa mtazamo wa mashaka au matumaini ya mbali, kana kwamba wanamtaka Mungu atende jambo kama akiweza au akiwa tayari. Maombi yao yanaonekana kama majaribio ya kubahatisha badala ya kuwa matamko ya imani. Kuna tofauti kubwa ya mtu anayeomba kwa tamko la imani na mtu anayeomba kama anajaribu. Yaani kama mtu ambaye anajaribu, ngoja niombe nione kama itatokea au kama haitatokea. Najua kuna mtu ananitazama hapa, unaweza ukasema, lakini pastor, niliomba lakini sikuona matokeo. Zingatia msingi wangu wa kwanza, uliombaje? Unajua ahadi za Mungu, unaelewa? Mfano, kuna kijana mmoja najua huenda ananitazama, alinipigia simu wakati fulani, tukaongea kirefu sana, akanisimulia jinsi ambavyo amemuomba Mungu amuonyeshe mchumba sahihi. Akaeleza yote aliyonielezea na jinsi ambavyo ishara alizoziweka na nini. Akaeleza sasa, mbona imekuwa hivi, na kuwa disappointed, nilichotarajia ni hiki na imekuwa hivi. Baadaye nikamuuliza, nikamwambia, ulichoomba, jinsi uliomwambia Mungu akupe mchumba, ulizingatia andiko gani? Akanisimulia yote. Najua kuna wengi wanaamini, na hii kitu kimeaminiwa na wengi, hata kukitoa kwenye akili ni kazi kweli kweli. Maana kuna maandiko mengi mnayatumia kuthibitisha hiki kitu, lakini mnayanukuu nje ya muktadha. Mungu hakupi mchumba. Mungu anakupa hekima ya kutambua mtu sahihi. Mungu mnamuingiza kwenye shughuli ambayo sio za kwake, na mnasingizia Isaka
kwamba Ibrahimu alipokuwa anahitaji Isaka aoe, alimtuma Eliezari aende kule, na Eliezari alienda kule na akamkuta yule binti kwamba ndiye anayefaa, kwamba Mungu ndiye aliyempa. Nenda kasome kile kisa vizuri. Eliezari aliweka vigezo na masharti kwamba binti nitakayemkuta atakayefanya ABCD. Vile vigezo sio ishara, ni karakta, ni tabia za msingi ambazo zinatafutwa. Akasema ambaye atalisha ngamia wangu. Hivi akataja hivi ni vigezo vya ukarimu. Zama zile mwanamke anapimwa kwa ukarimu. Hata Afrika ndio hivyo hivyo. Mwanamke mzuri anapimwa kwa anavyokarimu wageni na roho nzuri. Ndicho kigezo alichokiweka pale. Ina maana kama angelimuona msichana ambaye hana vigezo, ni kwamba kama ni mkarimu, atakaponiona mimi ni mgeni, niko na hawa ngamia, atawaza kunisaidia maana na moyo wa huruma. Hicho ndicho kigezo. Msimsingizie Mungu hapa hata kidogo. Mungu alimpa Adamu mke mara moja. Baada ya hapo hajawahi kufanya hivyo tena. Najua kuna andiko lingine mnalitumia, sema mchungaji, kuna ile andiko tena, mali na urithi mtu hupata kutoka kwa wazazi wake, lakini mke mwema hutoka kwa Bwana. Nenda tena na ukaliangalia ile andiko vizuri kabisa. Hili andiko ukilitazama vizuri utakuja kugundua halisemi hicho unachodhani. Hili andiko linamaanisha hivi: mtu yeyote unayemwona ni mwema amezaliwa na Mungu, asili yake ni ya kimungu. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo kama kuna mwanamke mwema unayemwona, sio bahati, ni matokeo ya uchaji wa Mungu. Kwa hiyo ukimpata huyo, umepata kitu chema. Usianze kuweka ishara hapa. Unaweka ishara ni unachukua kachupa fulani, unasema haka ni ka fulani, haka unaandika jina la Ashura, haka unaandika jina la fulani, katakakoota. Ingekuwa ni hivyo, Mungu asingelimtumia Ellen White kuandika kitabu kinaitwa Kuchagua Mchumba. Ni compilation, inajua, ya vitu vingi. Inatoka kwenye kitabu cha Nyumba ya Mkristo. Soma vizuri uweze kuelewa. Waumini wengi huomba kwa mtazamo wa mashaka au matumaini ya mbali, kana kwamba wanamtaka Mungu atende jambo kama akiweza au ikiwa yuko tayari. Maombi yao yanaonekana kama majaribio ya kubahatisha badala ya kuwa matamko ya imani. Tutaenda tu, utaona. Hebu angalia slide inayofuata. Lakini imani ya kweli na matarajio ya hakika haiji mbele za Mungu kama mtu anayeomba kwa hofu, bali kama mtoto anayejua kuwa baba yake tayari ameshaandaa kile anachohitaji. Simple. Nakumbuka nilikuwa nimetoka safari ya kihuduma, lakini kabla ya hapo nikawa nimepiga simu nyumbani, nikawa nawasalimia watoto. Mmoja akanipa tu maelekezo. Ni mtoto kabisa, lakini nipa maelekezo kwa lugha ya kitoto. Akaniambia, baba unarudi lini? Nikamwambia siku fulani. Akaniambia ukirudi upitie dukani, kuna kitabu tulienda naye tukakikosa. Sema upitie dukani uangalie kile kitabu, mwalimu ameniambia kwamba tayari vimeshakuwa madukani, vimetoka, basi upitie pale, naomba uniletee kile kitabu. Kumbuka namalizia naomba uniletee, lakini huko ameshasema upitie. Kwa hiyo hoja ya kwamba baba ana pesa au hana sio hoja yake. Sio hoja yake. Yeye anajua baba anaye. Anaongea with confidence. Ameomba lakini kwa uhakika kwamba kitu kipo. Ndio sababu hizi kauli za kuambia watoto sina pesa sio nzuri. Yeye anajua wewe unazo. Na mimi nakwambia, unapoomba kwa Mungu, omba kwa confidence, kwa ujasiri, ukijua kile unachokiomba tayari kipo, kina exist. Sikiliza hii. Imani haisemi, Bwana tafadhali fanya ikiwa ni mapenzi yako. Relax, usidandie bodaboda kwa mbele, itakugonga. Najua nikisema hivyo kuna mtu anakimbilia kwenye sala ya Bwana. Tulia, tutafika huko. Imani haisemi Bwana tafadhali fanya ikiwa ni mapenzi yako. Imani inasema kwa ujasiri, Bwana nakushukuru kwa kuwa tayari umelitenda kwa kadri ya mapenzi yako. Hizi sentensi ziko tofauti kabisa. Hii ndio roho ya maombi ya imani. Sikiliza. Yanaambatana na shukrani kabla ya jibu kuonekana.
yanaweka msisitizo kwa kile Mungu ambacho tayari ameahidi katika neno lake, yanakataa kuishi kwa hisia na huamua kuamini hata pasipo kuona. Wengi tunaongozwa na hisia, wengi tunaongozwa na macho ya damu na nyama, sivyo Mungu alivyokusudia. Unakumbuka Mathayo 21 fungu la 22, na kila kitu mtakachokiomba katika sala kwa imani mtakipokea. Imani hubadilisha maombi kutoka kuomba kwa kuogopa hadi kutangaza kwa ujasiri. Imani ndiyo kazi yake. Waumini wengi huja mbele za Mungu kama waombaji wa huruma badala ya kuwa wana na binti za mfalme. Wanakuja mbele za Mungu kama ombaomba, lakini sio kama watoto wa kifalme. Mwombaji huomba kwa wasiwasi na hofu. Mwana hutangaza kwa ujasiri kile kilicho chake kwa wakati. Ombaomba anasema, tafadhali naomba unisaidie, waweza kunisaidia chakula. Mtoto anasema straight, nina njaa, naomba chakula. Straight. Na kama nilivyowaambia, hii haipingani na sala ya Bwana. Sala ya Bwana kwenye kile kitabu cha Mathayo 6 fungu la 10, mapenzi yako yatimizwe. Yesu alitufundisha kuomba kwa kusema, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Hili ni ombi la unyenyekevu na kukubaliana na mpango wa Mungu. Yaani, tunaweka mapenzi ya Mungu juu ya yetu. Tunaomba dunia hii iende sambamba na mfumo wa mbinguni. Hiyo ndio maana yake, sio mashaka. Kitabu cha Prayer ukurasa 57 paragrafu ya kwanza, ninanukuu: He makes it plain that our asking must be according to God's will. We must ask for the things that he has promised, and whatever we receive must be used in doing his will. The conditions met, the promise is unequivocal. Anasema wazi kwamba maombi yetu lazima yawe sawasawa na mapenzi ya Mungu. Tunapaswa kuomba mambo ambayo yeye ameahidi, na kila tunachopokea lazima kitumike katika kutenda mapenzi yake. Masharti yakitimizwa, ahadi ni ya hakika isiyo na mashaka. Kumbe kuna ahadi iliyo na hakika isiyo na mashaka. Yesu hakuwahi kuomba kwa hofu katika maisha yake yote. Ukitaka kujifunza kuomba, mwangalie Yesu alivyokuwa anaomba. Na nikupe tu mfano mmoja kwenye Yohana 11:41. Nasoma Kiswahili cha kisasa. Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akatazama juu mbinguni akasema, nakushukuru Baba kwa kuwa wewe wanisikiliza. Wow. Umesikia sentensi vizuri? Haanzi kubembeleza, straight anasema, ninakushukuru Baba kwa kuwa najua wewe wanisikiliza. Angalia fungu lile la 42. Najua kwamba unanisikiliza daima, lakini nimesema haya kwa ajili ya watu hao waliopo hapa, ili wapate kuamini kwamba wewe ndio uliyenituma. Matokeo yake ni nini? Lazaro, njoo huku nje. Pop, akatoka. Anza kujitathmini sasa. Matokeo ya maombi ya imani ni yapi? Yanaleta amani hata kabla hujaona majibu. Yanavunja milango ya vizuizi kiroho. Yanakufanya uwe mjasiri na thabiti katika kungojea majibu ya Mungu. Yanaambatana na shukrani kabla ya kuona majibu. Kwa nini waumini wengi hawaoni majibu ya maombi? Ni kwa sababu wanaomba kama watu waliokatishwa tamaa. Si kama watoto wa Mungu waliopokea ahadi tayari. Kwa sababu hawapokei wanapoomba, wanasubiri kuona ndipo waamini. Kwa sababu wanatamka mashaka badala ya ushindi. Hilo ndio tatizo kubwa. Sikiliza unanitazama sasa hivi, omba kwa imani. Usikae kwenye dirisha la kutazama kwa wasiwasi. Maombi yenye imani ni kama kuwasilisha hundi ya mbinguni yenye thamani isiyo na kipimo na kutia sahihi kwa ujasiri. Usiombe kwa kubahatisha,
omba kwa kujua kuwa mbingu imekwisha ruhusu kile unachoomba. Marko 11:24. Kwa hiyo nawaambieni, mnaposali na kuomba kitu, aminini kwamba mmekipokea, nanyi mtapewa. Kile kitabu cha Ministry of Healing, ukurasa wa 509, paragrafu ya 3. Maombi na imani vinatenda kile ambacho hakuna uwezo wa duniani unaweza kufanya. Je, uko tayari kubadilisha maombi yako kuanzia leo? Uko tayari kubadili namna unavyoomba? Anza kuanzia leo. Anza kuanzia leo. Omba kwa imani, tamka ushindi, tenda kwa ujasiri. Mungu yuko tayari. Je, na wewe uko tayari kupokea? Ndilo swali ambalo ninakuuliza. Angalia kile kitabu ambacho kinaitwa Gospel Workers, ukurasa 255. Watu wanapojitoa kwa Mungu kama Elia alivyofanya na kuwa na imani kama alivyokuwa nayo, Mungu atajifunua kama alivyofanya wakati ule. Watu wakimsihi Bwana kama alivyofanya Yakobo, matokeo yaliyopatikana wakati huo yataonekana tena. Nguvu itatoka kwa Mungu kwa kujibu maombi ya imani. Tunaingia kuomba sasa. Endelea kutuma maombi yako, endelea kutuma. Tunakwenda kuomba sasa. Hebu jiweke tayari kuomba sasa. Jiweke tayari. Tunapoingia kwenye maombi sasa, Mungu anakwenda kutendea jambo kubwa sana. Badilisha kabisa mtazamo wako. Badilisha kile unachokitamka. Anza kutamka imani. Anza kutamka ushindi. Kuanzia kesho, tamka kwa imani. Kama wewe ni mgonjwa, sema kwa kupigwa kwake nimeponywa. Kama wewe unahitaji kupata jambo kwa Bwana, sema Mungu wangu atatimiza kila ninachohitaji. Kama unahitaji ushindi, sema mimi ni zaidi ya mshindi kwa njia ya Kristo Yesu. Kaa vizuri tunapoomba sasa. Nakupa dakika moja ya haraka. Dakika moja tu. Taja maombi yako waziwazi. Endelea kuomba ndani ya moyo wako sasa. Mwambie Mungu jambo lako. Endelea kuomba. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya upendo na neema yako. Asante kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji ambaye anasikia kipindi hiki sasa. Mambo mawili muhimu tumeyaona: imani na maombi yaende sambamba. Asante maana tayari umekwisha kutenda. Asante maana tayari mkono wako wa uponyaji unamgusa mtoto wako sasa na ugonjwa unatoweka. Asante maana unagusa ile ndoa yenye changamoto. Asante maana unamjaza yule kijana hekima ya kuchagua mwenzi wa maisha. Asante maana unamjaza Roho Mtakatifu sasa mtoto wako anayeomba. Asante maana unaiokoa ile biashara. Asante maana unaokoa ile familia. Asante maana yule mtoto aliyepotea unamrejesha sasa. Asante maana uponyaji umepatikana. Asante kwa baraka za uchumi. Asante Yesu. Nguvu yako inampitia mtoto wako aliyeko sasa anayesikiliza. Asante maana nguvu za giza zimesikia hii sauti. Pepo wachafu wanaondoka sasa kwa jina la Yesu Kristo. Ninakutukuza Mungu, maana tayari tunakwenda kupokea shuhuda nyingi na za ajabu, kwa kuwa umetenda na unakwenda kutenda zaidi ya vile tuombavyo, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Mpendwa mtazamaji, nikutie moyo baada ya somo hili kutuma linki ya somo hili kwa watu wengi kwa kadri uwezavyo, ili wengi wasikie maneno haya na kubadilishwa maisha yako. Usisahau kubonyeza subscribe na like ili video hii iende kwa watu wengi. Mungu akubariki. Tumesikia amri